Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Na hata kwenye kifo cha moja viongozi alikuwa ni nani? Mohamed Deif. Vyombo vya habari vya Israeli vilitoa vikasema kuwa amekutwa na mamilioni ya dola. Kwa nini hamjayarudisha kwa Wapalestina kama ilikuwa ni kweli? Yote hiyo kujenga taswira ya upande wa pili kuwa hawa walikuwa wanataka kujifaidisha kupitia nyinyi. Lakini mara kadhaa nimeelezea hiki kitu. Unadhani hawa viongozi hivi nani leo anaweza Yahya Sinwar amekaa miaka 22 kwenye gereza za Israeli, miaka 22. Yani nani wangapi ambao wamesaliti kambi na wakapewa maisha mazuri? Yani ukisaliti tukisema mimi siko upande huo, kwa fedha ambazo zilikuwa zinaingizwa mfano na Qatar, fedha ambazo zilikuwa zinaingizwa na Israeli, fedha ambazo zilikuwa zinaingizwa katika eneo la Gaza kwa ajili ya kutaka kuwadhibiti Hamas. Kama wale viongozi wa Hamas wangeamua kuwa tutumie hizi fedha, nilishawahi kuambia kuwa wangekuwa na mijengo yao kule Miami, wangekuwa na majengo yao kule Florida, sijui wangekuwa na mijengo yao kokote duniani ya maana kabisa, na wangeishi kwa starehe. Lakini unamuona kiongozi ambaye unaambiwa alikuwa akiishi kwa sababu ya kutumia fedha zenu, kwa sababu ya kustarehe, hatua zake za mwisho yuko kwenye mstari wa mbele. Yahya Sinwar, huyu ni nini kinachompeleka? Yani ni nini? Niliwahi kuambia mara kadhaa kuwa tazameni motion inayokwenda ndani ya Gaza. Licha ya kuwa kila kitu kimesambazwa, kimeenguliwa, hamna nyumba, hamna makazi, hakuna chochote kinachobaki ndani ya Gaza. Kwa nini hapakuwa na maandamano, au kwa nini hapakuwa na upinzani wowote wa ndani unaotoa lawama kwa Hamas? Maana yake ni moja tu, kuwa raia wa ndani wa Gaza walikuwa wanaelewa nini dhamira ya. Nimewahi kulieleza hili katika nadharia moja kuwa interview maarufu ya Ehud Barak aliyefanya na moja wa wahariri wa Haaretz, wakati ule anabishana nao, wakati Haaretz inalazimishwa iombe radhi kwa kusema kuwa Hamas ni freedom fighter. Moja wa wahariri wao alisema akiwa Italia, akashutumiwa sana na serikali, ikamtishia kuondoa matangazo, akamtishia kila kitu. Akasema nilifanya interview mimi na Ehud Baraka hapa, nikamuuliza ungezaliwa upande wa pili, yani anakusudia ungezaliwa West Bank, ungezaliwa upande wa pili wa Palestina, ungekuwa nani? Ehud Baraka anamjibu, anasema kuwa ningekuwa mwanachama wa kundi la kigaidi. Umeelewa? Ningekuwa mwanachama wa kundi la kigaidi, yani ningekuwa mwanachama wa Hamas. Kwa nini? Kwa sababu anafahamu agenda ni ipi walionayo, kuwa ningekuwa, kwa sababu kuna kile ambacho mnaweza mkaletewa tafsiri, kuwa tunawaletea tafsiri kuwa hawa watu ni wako hivi, lakini kuna kile ambacho ni uhalisia. Nimezungumza jana wakati mtu aliponiuliza kuhusu hatuwezi tukawaasili hawa watoto au tukachukua watu kutoka pale tukawa tukiishi nao. Nilisema kuwa chukua mfano Israeli anapokea 3.8 bilioni kwa mwaka masuala ya ulinzi kwa Amerika na vitu kama hivyo. Yani kama wale watu wangekuwa wananunulika kwa fedha, ni wachache, kwa sababu nusu ya Palestina wanaishi nje ya Palestina. Palestina population yao ni karibu milioni 12, lakini nusu ya Wapalestina hawako katika ardhi ya Palestina. Nusu yao wametapakaa duniani. Waliobaki pale unawakuta milioni 2.3 waliopo Gaza, unawakuta milioni 3 na kitu waliopo Ukingo wa Magharibi. Utakutana na idadi kubwa ya Wapalestina wanaishi Jordan, lakini na idadi kubwa nyingine karibu milioni 2 waliokataa uraia wao wakaenda upande wa pili wa Israeli. Hao ndio unakutana nao katika hiyo namba, yani kuwa hawa watu hawafiki hata milioni 7-8. Yani kama wangekuwa wanafika bei, wote wangenunuliwa kwa mamilioni ya dola, Kwa nini wale wapiganaji wa Hamas wote wamefia pale? Kwa nini wote wamekufa? Wote walikufa pale. Ukiangalia kiongozi ambaye ameuawa akiwa nje, utaona kuwa ni nani? Ni Ismail Hania, ambaye alikuwa kwenye ofisi ya wapi? Ya Doha. Aliuawa wapi? Tehran. Kwa nini hawa watu wako kwenye hatari, wako kwenye target kubwa ya nchi ambayo haiulizwi chochote kwa kuwaua, lakini still wameng'ang'ania kusudi lao? Kwa nini wameng'ang'ania kusudi lao? Ndio hicho ninachokisema mara kadhaa, kuwa
kuna tafsiri ya upande mmoja ukichukua ukaileta upande wa pili, inakuvuruga akili. Hawa watu hawahitaji lolote la mtu. Hawa watu wanahitaji haki yao tu ya kuishi huru katika asili yao na eneo lao la asili. Kwa nini Mike Huckabee alipoulizwa na Carlson Tucker aliposema kuwa Wayahudi na wale wahamiaji wanaoishi hapa wana asili ya hapa, DNA yao ya hapa, aliambiwa na Carlson Tucker, kwa nini Israeli inakataa isifanyike DNA kamili ya kuchukua raia wote wa upande wa pili na upande wa huku, kuangalia kuwa DNA ya upande gani ambayo inasoma kabisa kuwa hawa watu ndio wenye asili ya hapa. Alimwambia Carlson Tucker alimwambia Mike Huckabee balozi wa Marekani ndani ya Israel, alimwambia kuwa Netanyahu asili yake ni Poland wala sio hapo. Kwa nini Israeli haikubali kufanya DNA? Kwa nini? Kwa sababu wanajua baada ya DNA ukweli utadhihirika, nani mwenye asili na nani mwenye kwao, hiyo itadhihirika. Sasa nawashukuru wale ambao bado mmeendelea na hili swala, lakini tunaendelea nalo kidogo kuhusu hili swala la Gaza. Tuna siku leo tarehe 22, tumebakiza siku 3 mpaka tarehe 25 tutastop hili zoezi ambalo sisi binafsi kama Rahby Digital huu uchambuzi unaupata ikiwa kwenye magrupi yetu haya ya Rahby Digital. Ikiwa unausikiliza kupitia YouTube, basi fahamu kabisa huu uchambuzi unatoka kwenye group zetu. Utaratibu tumeokuwa nao sisi ni kuwafikishia chochote wale watu waliodhulumiwa na wale watu wanaodhulumiwa na dunia. Hatuna uwezo wa kuwasaidia kubwa zaidi, lakini tuna uwezo wa kuchukua kikombe tukamwagia ndani ya ndoo, angalau chochote wakahisi. Kwa hiyo sisi tuna utaratibu ambao mwezi wa Ramadhani huwa tunaweka in public, tunawachangia chochote tunachojaliwa, lakini inapokaribia kama hivi Idil Hajj ambayo imebakiza siku chache, na yenyewe huwa tunawachangia chochote, tunawatumia angalau wasione kama dunia imekosa kabisa waungwana, kwa sababu leo wanaona kama dunia nzima imewatupa. Lakini kuna wakati wanapata tone kutoka mbali sana. Kuna wakati wanapata tone kutoka kwa rafiki zangu wa Pemba kule Wete, watu hodari sana ambao mara kadhaa hunitafuta mimi, na mara kadhaa huwa tunashirikiana nao mimi na wewe kuelekeza njia gani na kuwafikishia. Watu wa Pemba wanalijua hilo, hasa watu wa Wete hili wanalijua. Mara nyingi tunafanya hiki kitu, wale wanapata kuona kuwa kumbe kuna watu wako mbali kabisa, hatuna asili nao, hatuna nasaba yao, hatuna chochote. Tunaweza kuwa tunashare na baadhi yao tu imani, lakini wengine hatushare nao hata imani. Wanatukumbuka, wanajua kuna binadamu wapo. Kwa hiyo wanabaki na lile tumaini kuwa kumbe bado katika dunia hii kuna waungwana, kumbe katika dunia hii bado kuna watu walio na mioyo hai. Kwa hiyo inakuwa vile. Kwa hiyo leo tarehe 22 tuna siku 3 tu kwenda kufunga hili zoezi mpaka tarehe 25, angalau tutakuwa na siku moja ya ziada kabla ya kuwawekea. Kwa hiyo kwa utaratibu wetu ni ule na namba ambayo inatumika siku zote ni ile ya 0768 500 0768 500. Hii ni M-Pesa na itakusomea jina Ibrahim Khalfan. We tuma, hata kama haijapokelewa tuma na message, ni mimi fulani nilituma. Maana yake simu mara nyingi huwa iko tu imekaa sehemu, lakini we ukituma, we tuma, halafu tuma na message, tutakuja kuziona baadaye, tunaweza tukakujibu. Lakini hiyo ndio namba ambayo zaidi sisi tunaitumia kwenye hilo. Naendelea nilipoishia. Taarifa inasema hivi: viongozi wa Ulaya wamelani upanuzi wa makazi ya ukingo wa Magharibi, wanaonya dhidi ya unyakuzi na ushiriki wa biashara. Viongozi wa Italia, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani walitoa taarifa ya pamoja kuhusu ukingo wa Magharibi siku ya Ijumaa, wakikosoa sera ya makazi ya Israeli, wakionya kwamba upanuzi unaoendelea na desturi zinazohusiana zinadhoofisha matarajio ya suluhisho la majimbo mawili, na kuwasihi watendaji wa kisiasa na binafsi kuepuka hatua zinazohusiana na unyakuzi zaidi katika eneo hilo. Italia ambaye yeye amegoma kabisa hata kuzuia usafirishaji wa silaha kupeleka Israeli, amegoma kuondoa. Waziri Mkuu Meloni alimsapoti wazi Netanyahu, hata wakati wa kampeni zake za kuingia alikuwa akimsapoti wazi kwa kile kinachoendelea. Uingereza wakati amekuja huyu waziri mkuu wa sasa Keir Starmer alisema kuwa jambo la kwanza atalolifanya ni Uingereza kukata usaidizi wa silaha kwa Uingereza kupeleka wapi?
Israeli. Akatangaza kuwa wamezuia leseni 30 kati ya leseni 300 ambazo zilikuwa zinasafirisha silaha. Tathmini ya Israeli ilivyokuja kutoka miezi 3 baadaye, ikaonekana kuwa Uingereza ilikuwa imesafirisha maradufu silaha zake kwenda Israeli. Kwa hiyo zile 30 zilikuwa ni maigizo kuwa akitugizia. Lakini usisahau kuwa ndege za F-35 ambazo ndio ndege kinara kwa kufanya mauaji ndani ya Gaza, asilimia 15 mpaka 18 ya vipuri vyake vya ile ndege vinatengenezwa Uingereza. Huyu anatuambia hili. Mwingine ni Ufaransa. Ufaransa, licha ya majibizano ya Macron na mengine, Ufaransa ni msafirishaji mkubwa katika nchi za EU ambazo zinatoa fedha nyingi ndani ya Israeli, na wao wanatoa fedha nyingi, lakini pia ni wana usaidizi mkubwa wa silaha kupeleka kwa Israeli. Ujerumani ndio nchi ya pili nyuma ya Marekani. Marekani anatoa silaha wastani wa asilimia 75 ya silaha zote anazotumia Israel. Asilimia 71 Marekani anatoa. Asilimia 28 ya silaha anazotumia Israeli zinatoka Ujerumani. Hata nchi gani ilikuwa, ni Guatemala. Nadhani Guatemala au Nicaragua walifungua mashtaka kwenye mahakama ya ICJ wakishitaki Ujerumani kuwa inasababisha mauaji ya halaiki kwa silaha inazotuma upande wa pili wa Israeli. Ujerumani ikatuma mawakili wake kwenye mahakama ya ICJ, wakashinda hiyo kesi, wakasema wataendelea na wala hawajawahi kusitisha. Mwaka jana mwishoni, Ujerumani ikatangaza kuwa imekata usaidizi wa kupeleka silaha kwa Israeli. Taarifa baadaye ikaja ya vyombo vya habari ikathibitisha tu kuwa Ujerumani imekuwa ikitumia nchi ya 3 kupeleka silaha kwa Israeli. Yani walichoondoa ni kile kuwa tunakupa moja kwa moja, wakachukua wakaipa nchi ya 3 ikapeleka silaha kwa Israeli. Hawa wote ndio wanaotupa taarifa ya kulani kile kinachofanyika West Bank. Unafiki hauwezi kuisha duniani. Viongozi hao walisema wanapinga vikali wale wakiwemo wanachama wa serikali ya Israeli wanaopinga unyakuzi na uhamisho wa lazima wa idadi ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi. What the action is? Yani wamepinga, wamechukua hatua gani? Mbona wanaweza kuweka vikwazo Iran? Mbona wanaweza kuweka vikwazo Venezuela? Mbona wanaweka vikwazo Cuba? Mbona wanaweka vikwazo Urusi? Mbona wanaweza kuweka vikwazo China? Mbona wanaweza kuweka? Kwa nini ndani ya Israeli hawajawahi kukubali? Wakati Slovakia na Hispania wanapendekeza pendekezo la kuweka vikwazo kwa Israeli kwa action zake zinazoendelea Gaza, Italia, Ujerumani ndio ilikuwa vinara wa kumkingia kifua Israeli. Mimi nataka kutoa tu unafiki. Viongozi hao walisema wanapinga vikali wale wanachama wa serikali ya Israeli wanaolazimisha unyakuzi na uhamisho wa lazima wa idadi ya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi. Waliitaka Israeli kukomesha upanuzi wake wa makazi na mamlaka ya utawala, kuhakikisha uwajibikaji kwa vurugu za walowezi, na wakasema kwamba sera na desturi za sasa, ikiwa pamoja na unyakuzi zaidi na udhibiti wa Israeli katika ukingo wa Magharibi, zinadhoofisha utulivu na matarajio ya suluhisho la majimbo mawili. Viongozi hao walionya kwamba biashara zinapaswa kufahamu matokeo ya kisheria na sifa ya kushiriki katika ujenzi wa makazi, na wakasema hazipaswi kutoa zabuni za ujenzi wa E1 au maendeleo mengine ya makazi, wakiongeza kuwa mipango ya ujenzi wa makazi ya E1 itagawanya ukingo wa Magharibi vipande viwili na kuashiria uvunjaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Wao ndio wafadhili wakubwa wa E1. Hakuna hatua, wanaongea maneno, lakini Israeli wanatekeleza kwa vitendo, huku wao wakisapoti kwa vitendo. Kwenye makaratasi wanakuja juu wanaonyesha kuwa ni vingine. Nilishawahi kuambia kuwa sauti za nje Israeli wanazijua zinaanzia wapi zinaishia wapi. Ndio maana huwa hasumbuliwi sana na hiki kitu. Yani mnapoanza kupaza sauti zenu anazijua zinaishia wapi. Mfano hili wanazungumzia kuhusu zabuni, biashara na kila kitu. Mkataba wa Oslo wa 1993 unapinga wazi kabisa ardhi ambayo ilitambulika ya Palestina kuwa na biashara yoyote ambayo inahusishwa na Israeli. Leo hii Marekani imeidhinisha, kwa sababu EU walikuwa na sheria moja ambayo kipindi cha nyuma inapofanya kazi walikataa kununua bidhaa yoyote inayozalishwa na kiwanda ambacho kimejengwa kwenye eneo la ukingo wa Magharibi, eneo la Palestina. Wakaondoa, wakasema hatutonunua hiyo biashara. Leo hii EU wananunua, na Marekani amebariki kuwa makazi, yani viwanda au vitu vilivyojengwa katika eneo la West Bank ambavyo vinatakiwa viandikwe lebo made in Israel na viingizwe kwenye masoko ya Marekani. Meelewa hili tunaolizungumza? Sasa hili ndio maana huwa sitaki kwenda deep sana, huwa sitaki kuyazungumza sana haya, kwa sababu ninayo mengi. Nikianza kulizungumza hili ninayo mengi.
ambayo naweza nikazungumza hapa hata mpaka kesho, nikarudi kwenye swala hilo moja. Katika hilo moja naweza nikalizungumza mpaka kesho. Sasa naomba nizungumze jambo moja. Rasimu ya mwisho ya makubaliano yanayowezekana kati ya Marekani na Irani ambayo yamesimamiwa na Pakistani yanatarajia kutangazwa ndani ya saa chache. Hii taarifa imetoka kwenye vyanzo vya Al Arabia vilivyochapishwa Ijumaa. Masharti yake muhimu yalipatikana pekee na mtandao yanajumuisha yafuatayo. Kwanza, kutakuwa na usitishaji wa mapigano haraka, tena wa kina na usio masharti katika pande zote, ikiwa pamoja na ardhi, bahari na anga. Naomba unielewe na unisikilize vizuri ninaposoma haya masharti. Jambo jingine, ahadi ya pande zote itatolewa kutokulenga miundombinu ya kijeshi, ya kiraia au kiuchumi. Jambo la tatu, kutakuwa na kukomesha shughuli za kijeshi au kusimamisha vita vya vyombo vya habari. Jambo jingine, ahadi za kuheshimu uhuru, uadilifu wa eneo na kutoingilia mambo ya ndani. Jambo jingine, inahakikisha uhuru wa usambazaji katika Ghuba ya Arabia, mlango wa bahari wa Hormuz na Ghuba ya Omani. Utaratibu wa pamoja wa kufuatilia utekelezaji na kutatua migogoro. Jambo jingine, mazungumzo kuhusu masuala ambayo hayajashughulikiwa yataanza ndani ya siku 7. Jambo jingine, kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani pole pole badala ya ahadi ya Irani kwa masharti ya makubaliano. Jambo jingine, rasimu ya makubaliano inathibitisha kufuata sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Jambo la mwisho, mkataba utaanza kutumika mara tu baada ya kutangazwa rasmi na pande zote mbili. Mmeelewa hili? Katika yote niliyoyasoma, hakuna sehemu nimetaja nyuklia, hakuna sehemu nimetaja makombora. Nimezungumza kuhusu Hormuz, lakini kwa juujuu hakuna sehemu nimetaja proxy katika haya makubaliano. Sasa ukichungulia haya makubaliano ikiwa ni yenyewe, maanake wanasema kuwa yatakuwa rasmi pale yanapotangazwa kwa pande zote mbili. Mchana nilisema tunaweza tukavuta sana kusubiri hili kwa sababu kuna ishara ambazo hazijakamilika kwa sababu ya mvutano uliopo. Ni nini? Kama wataingia kwenye haya makubaliano ambayo utekelezaji wake utakuwa kuanzia siku 7, manake tunaondoa uhasama kamili, muondoke, halafu tuje tuanze kujadili. Irani kashinda mechi. Kwa sababu hili ndio lipo kwenye 14 za kwake, yani tutakuja kuanza, manake yeye alisema kwanza ile usitishaji, anasema kuwa tuna usitishaji wa mapigano wa haraka kwa kina na usio na masharti katika pande zote, ikiwa pamoja ardhi na baharini na anga. Hili lipo kwenye sharti lao la kwanza, na wakasema hili litachukua mwezi mmoja. Tunataka kujenga uaminifu wa pande zote mbili. Halafu wakasema jambo la pili, tutakuja kujadili sasa Hormuz inapitika vipi, lakini itakuwa chini ya udhibiti wetu. Wakati haya yanazungumzwa hivi, ukichukua kauli za jana za Mujtaba, ukichukua kauli ya jana ya Trump, chukua ya Mujtaba kuwa urani haitoki, chukua kauli ya Trump urani itatoka. Sawa, njoo kwenye andiko lililoandikwa na vyombo vya habari kuwa Irani na Omani wameketi kwa pamoja kuangalia utaratibu mpya sasa ambao wana uratibu kwa ajili ya kuruhusu njia ya meli, yani meli ziweze kupita katika utaratibu ambao wao wanauona ni sahihi. Irani na Omani. Awali Omani ilisema haikuwa inatamani iwe hivyo, yani haikutaka kujiingiza kwenye hili. Lakini kadri muda unavyokwenda kuwa ni kama Omani wamelielewa somo la kaka mkubwa, wameingia, wanajadili kuhusu hilo. Lakini kuhusu Omani kwenye hili, Omani aliamua kwenda katika mazungumzo ya Irani huku akitaka kuondoa wasiwasi kwa ndugu zake wa Ghuba kuwa nchi za Ghuba ambazo zote zina share Hormuz zitapewa kipaumbele fulani ambacho haitoathiri utiririkaji wa mafuta kutoka katika nchi zao kwa aina yoyote. Kwa hiyo Omani kaenda na akawakumbuka ndugu zake, bwana hawa wa nyumbani hawa vijana, kwa hiyo hatuwezi tukawachukulia kama wengine, kwa hiyo lazima tuwafikirie, hatutoathiri chochote na tutawafikiria kwenye hili. Sasa hapo ndio kwenye nini tunachotakiwa kusubiri. Tunachopaswa kusubiri ni hilo ambalo tumeambiwa kuwa taarifa itatolewa na pande zote mbili. Baada ya taarifa kutoka katika pande zote mbili, hapo sisi ndio tutakuja sasa kuanza kusema kuwa haya wanataka kwenda kwenye makubaliano. Je, ni makubaliano yanayokubalika?
hayakubaliki kabisa kwa Israeli, kwa hili andiko hayakubaliki kabisa kabisa. Nilishasema Marekani abaki kwenye vita ni hatari kwa Trump, Marekani aondoke kwenye vita ni hatari kwa Trump. Yani sijui nimwambie nini, abaki aondoke, hakuna lenye faida kwake. Akae kwenye makubaliano, hajampa chochote faida Israeli. Unajua, nafahamu kuna watu wenye akili ambao wanajaribu kusuluhisha hili swala katika pande zote mbili, kujaribu kuibalance mechi ili kila mtu akitoka asionekane kama fulani, yani ionyesha wakati mwingine fulani labda nimeshinda au yani kwa njia yoyote. Hawa wenye akili bado wanaumiza vichwa, waweke vifungu gani na watoe tamko gani ambalo lije duniani kuashiria kila upande uonyeshe kuwa tumepata ushindi tulikuwa tunataka na upande wake uridhike. Hiyo ndio inawaumiza kichwa. Wanaweza kujinasua katika staili ipi itayoashiria ushindi wa upande zote ambazo wanazozifikiria wao.